Rasuli, mkutubi bodi ya huduma ya maktaba Tanzania, ambapo wamesema makundi mbalimbali nchini yameendelea kunufaika na huduma hizo, huku akiwataka wananchi kuendelea kujitokeza kupata huduma za maktaba. Kwa majina naitwa Mwajuma Rasuli Mchomvu, ni mkutubi kutoka bodi ya huduma za maktaba Tanzania. Bodi ya huduma za maktaba Tanzania kupitia maktaba zake inafanya kazi ya kupokea machapisho, kuhifadhi, kuyasimamia na kutoa huduma za habari, kwa maana hivyo vitabu tunavyovipokea kwa wananchi tofauti tofauti. Bodi ya huduma za maktaba kupitia maktaba zake inahudumia watoto wa Tanzania, watu wazima. Ukiachana nao pia tunadili na shule za msingi kama shule sekondari, vyuo na taasisi tofauti tofauti za kiserikali na zisizo za kiserikali. Pia ameeleza namna gani ambavyo wananchi wanaweza kujiunga na maktaba kwa ajili ya kujifunza mengi zaidi kulingana na bei maalum iliyowekwa kama ada malipo ya kujiunga na maktaba. Inset Anor Shabani, Dodoma TV. Maktaba zetu bwana, sisi tunahudumia wananchi wote wa Kitanzania na wasio wa Kitanzania. Wewe tu unachotakiwa uwe mwanachama. Unaweza ukawa mwanachama wa siku au ukawa mwanachama wa mwaka mzima. Kuna kafi kidogo, yani gharama kidogo ambacho unatakiwa ulipie. Kwa mfano kwa mwanachama wa siku, yeye analipia shilingi 1000. Hii ni kwa watoto na wakubwa. 1000 ukitoa unaingia maktaba yetu na unapata huduma zetu zote ambazo tunazitoa. Lakini ukiwa mwanachama wa mwaka mzima au kwa mwanachama mtoto, tuseme shule za awali na msingi, yeye atatoa shilingi 5000 kwa mwaka. Atapata huduma zetu za mwaka mzima. Na kama ni mwanafunzi wa sekondari, yeye atatoa shilingi 7000 kwa mwaka mzima. Lakini kwa taasisi wanachama, wao wanakaa yani wana huduma zao tofauti kidogo. Wao tunawaazima machapisho kabisa. Kwa mfano shule za sekondari na za msingi zenyewe, ili ziwe mwanachama anatakiwa atoe 100,000 tu kwa mwaka mzima. Sisi tunapokea vitabu, aidha tunanunua au tunapokea kwa wafadhili.